Ulimwengu wa biashara ni kama bahari. Unachokichagua ni bahari gani unayoelea ndio kitaamua kama utafika pwani au utazama. Watu wengi wanajenga meli nzuri, lakini wanakosa mawimbi ya haki. Siri ni hii: chagua mawimbi ya soko, sio nguvu yako tu. Miaka 10 iliyopita, e-commerce ilikuwa mawimbi. Leo, akili bandia na automatic ndio upepo unaovuma. Kwa nini? Kwa sababu sekta zote, kutoka kilimo hadi afya, zinatumia AI kufanya kazi haraka na kwa urahisi. Unapochagua kujifunza ujuzi wa AI, unajenga meli kwenye bahari ambayo mawimbi yanaendelea kupaa. Kujifunza otomatiki ya AI kunaweza kukufanya kutengeneza mifumo ya kujibu wateja moja kwa moja, kuunda programu zinazoweza kuchambua data kwa sekunde, kufanya kazi za kawaida kwa kompyuta, na wewe ukabaki na wakati wa kufikiria mbinu mpya. Hata kama umeanza kwa kukataza, mawimbi ya AI yatakusukuma hadi kwenye faida. Kampuni za kimataifa zinatumia AI kuokoa mabilioni kwa mwaka. Wewe pia unaweza kufanya hivyo kwa kuuzisha huduma za AI kwa wafanyabiashara wadogo, kufundisha wengine jinsi ya kutumia teknolojia hii, kuanzisha programu zinazoweza kutatua matatizo ya kipekee. Hakuna kikomo, AI ni ulimwengu wazi wa fursa. Watu wanaofanya kazi kwa jasho pekee ni kama wavuvi wa mtandiko, huvua kidogo. Lakini wale wanaotambua mawimbi ya soko ni kama wavuvi wa meli, huvua kwa wingi. Jifunze kutambua mahitaji ya soko kabla ya wengine. Jenga ujuzi wa kukodisha teknolojia badala ya kujitolea kila kitu. Zalisha pesa kwa kutumia AI kama msaada, si kufanya kazi kinyume. Soko la AI na otomatiki halina mwisho. Kila sekunde unayoisubiria, mwingine anapanda mawimbi. Jifunze leo, tengeneza kesho, uishi katika ulimwengu wa mabilioni. Meli yako iko kwenye ukingo, chukua hatua na kuingia kwenye bahari ya mafanikio. Andika kwenye maoni, najifunza AI leo. Kama unahitaji mwongozo wa kuanza, gusa kitufe cha kufuatilia na tutakutumia mwongozo wa bure wa hatua kwa hatua. Shiriki video hii kwa mwenziwe ambaye bado anajenga meli kwenye maji machafu.